Asante sana, nasikika? Unasikika, karibu. Asante sana, mimi nitaongea kidogo kuhusu hili swala la maji, na nafikiri baada ya kuongea machache, labda Watanzania watapata sababu zaidi ya kuingia barabarani tarehe 25. Sasa kwa sasa hivi ni zaidi ya miaka 60, nafikiri tunaelekea 70 ya uhuru wa Tanzania, lakini serikali ya Tanzania chini ya CCM imeshindwa kutimiza jambo la msingi sana la muhimu la kuhakikisha kila Mtanzania ana uhakika wa maji safi na salama. Hii yote ni kutokumpa mwananchi kipaumbele. Sasa ukiangalia mkoa kama wa Dar ni mji mkuu wa biashara na ndio mji unaoongoza kuwa na mzunguko mkubwa wa pesa. Leo hii unakosa maji kwa mwezi mzima, alafu anakuja kutuambia eti hakuna maji kwa sababu mvua haijanyesha. Yaani hiyo ni sababu ya kijinga sana na ni fedheha ya kitaifa, kwa sababu mkoa huo una bahari na Tanzania ina zaidi ya vyanzo 40 vya maji. Sasa labda kuna mtu anaweza kujiuliza kwa nini nimeitaja bahari wakati maji ya bahari ni ya chumvi. Sasa acha niwaambie, hayo maji ya bahari hayo yanaweza kufanywa process na yakafaa kabisa kwa matumizi ya binadamu. Ukiangalia nchi kama Saudi Arabia na Egypt wana process maji hayo ya bahari, bahari ya Shamu, ile Red Sea, yanakuwa maji safi na salama. Ukiangalia nchi kama Israeli, Spain, Ugiriki, Italy wanatumia maji ya Mediterranean Sea, wana process na yanakuwa maji salama kabisa ya kutumia kwa watu. Hata hapa Afrika, nchi kama South Africa na Namibia wanatumia maji ya bahari ya Atlantic, wana process na wananchi wanapata maji safi na salama kupitia maji hayo ya bahari. Sasa ili maji yatumike kwa ajili ya matumizi ya binadamu, kunatakiwa kujengwe kiwanja cha desalination ambacho kinafanya kazi ya kupurify maji. Sasa imagine serikali hii ya Samia imekopa zaidi ya trilioni 47 kwa miaka 4, shindwa kujenga kiwanja cha desalination hata chenye gharama hata ya trilioni 1 kwa ajili ya matumizi ya Dar es Salaam na mikoa ya karibu. Ukiangalia nchi nyingi za Kiarabu ni jangwa, lakini wananchi wao hawahangaiki maji. Lakini sisi wenye vyanzo zaidi ya 40 tunashare maji na ng'ombe, tunashare maji na wanyamapori. Wanakuja kujenga jengo la DAWASA, wanajisifia kabisa eti linagharimu bilioni 48, na huku wananchi hawana maji. Yaani ofisi nzuri na haizalisha hata tone la maji. This is bull crap. Sasa hiyo yote mimi nasema ni kutokumpa mwananchi kipaumbele. Kwa hiyo mimi nachoomba Watanzania, tukiingia barabarani tunaingia na mengi, tunadai katiba mpya, tunadai Samia aondoke madarakani, lakini pia tunadai haki ya uhai, kwa sababu maji ni uhai. Mimi yangu ni hayo tu. Asija akaja akasema kwamba alibakwa. Mura dadangu asija akaja. Mimi Mungu mmoja nitakufa na mtu mmoja. Ukweli kabisa. Dadangu asija akaja kwamba alibakwa ama polisi akarara naye Mura. Yaani naomba tu nitoe, nawapa onyo. Mtunze dadangu vizuri. Mtunze dadangu vizuri Mura. Mtunze dadangu vizuri Mura. Mimi nimewakosea nini? Kosa langu liko wapi? Kosa langu liko wapi? Kupaza sauti kwa ukweli, kupaza sauti kwa haki. Kupaza sauti kwa ukweli bana. Kupaza sauti kwa kutetea wananchi. Kutetea wananchi ndio mnakuja kumteka dadangu. Kutetea wananchi ndio mnakuja kumteka dadangu kwa sababu nasungumza ukweli. Mnamteka dadangu. Kusungumza ukweli katika taifa letu, mnamteka dadangu. Haki ya Mungu. Mungu mmoja. Nyie mtekeni. Kamata kabisa. Kinaomba hivi. Sitajitokeza. Nitazidi kukemea serikali ya upumbavu, serikali haramu ya Samia. Nitazidi kupaza sauti kwa serikali haramu ya Samia. Sitajitokeza. Nitazidi kukemea serikali haramu ya Samia. Nyinyi wapumbavu, siwapendi CCM. Nyinyi wauaji, watekaji. Nenda Kenya bwana, ndio utapigana na kesi vizuri. Kenya wapi? Nikafanya ni Kenya. Lengo lenu ni lipi? Nikafuata ni Kenya, naenda wapi sasa? Unaenda kwenye ubalozi wa kimataifa.
utafute ubalozi wa kimataifa ndio Ndugu zangu mnifollow hapo. Mimi sitakuwa napanda kwenye live, nitakuwa tunatuma ujumbe mnifollow kwa sababu nikipanda kwenye live nashushwa. Kaka Samaki Tanzania hapa kipanda nashushwa. Mnifollow tu peke yake. Mimi nitakuwa tunatuma ujumbe basi. Ufanye mpango upate ubalozi alafu ndio utafight hii kesi, kwa sababu kufight hii kesi ndani ya Tanzania itakuwa vigumu. Uhai muhimu. Kimbilia Kenya. Mimi niko Kenya. Kimbilia Kenya. Nenda kwenye ubalozi wowote, Marekani, Uingereza, nani, ndio unaweka hii kesi vizuri. Upeleke picha, useme familia yako inatekwa, hauna usalama, ufungue kesi. Utafungua kesi kubwa tu, kwa sababu ushahidi unao. Kwa hiyo ndio cha kufanya hicho, usikae kwenye haya maficho. Hili ni Tanzania, hili ni nchi. Wanasema mpaka wachukue kichwa cha mtu atembe. Yaani kama li movie fulani nilionaga la hii sio nchi. Hii nchi imeshatekwa na magaidi. Hatuna nchi. Kama li movie fulani la Kichina, jamaa ameenda ameua. Mmoja live itashushwa. Kama anaongea Mtanzania si wengine tunamsikiliza, Mgombelelo sijui Makombolelo ataongea baadaye. Ngombale Mwiru. Tutajua huko baadaye utaongea mmoja ongee. Sawa. Unaona ndugu zangu, hili nchi wa Tanzania hata wakiona KST wanajificha. Wakati rais wao anatembea na msafara wa magari zaidi ya 30 na helikopta juu. Halafu sisi mtu unaona hata KST unatamani uingie kwenye kichuguu. Unaona KST unatafuta likichako ujifiche. Sijawahi kuona ise. Yaani yale mamovie tuliokuwa tukiona mamovie yale. Mikiki ya yale mamovie. Ndio tunakuja kuyaona live kwenye nchi yetu. Live. Hivi muinamishe mwanaume umchape mwanaume miti mpaka atoe maji. Anayatolea wapi? Hayo maji mwanaume umekuwa muhaya mra. Yaani kuna vitu vingine, yani wanafanya vitu ambavyo vinaumiza na vina vituko ndani yake. Vinaumiza mno na vina vituko ndani yake. Unajiuliza, hawa watu wana elimu gani? Mpaka unakuwa polisi una elimu gani? Una ujuzi gani? Hivi kweli mwanaume mwenzako kabisa umvutie hisia, upeleke moto mpaka Kaka Trump alivyokuwa na sura ya kiume. Sura ya mamlaka. Umpumulie mgongoni mpaka aise, hivi vitu tuingie barabarani. Hivi vitu vituume moja. Hakuna lioko salama. Wanaume tunatembea tunaficha makalio. Tunatembea tunapenya pembezoni mwa barabara. Yaani hata barabara tunaiogopa. Unaficha makalio usishikwe. Tunatembea pembezoni mwa barabara. Yaani barabara tumewaachia wao wapite na misafara yao. Tumekuwa waoga kwenye nchi yetu. Kwenye ardhi yetu tuliozikwa vitovu. Kwenye ardhi yetu tuliozika mababu na mababu zetu. Kwenye ardhi yetu tulioachiwa na akina Nyerere kwa amani na huru. Tunaishi kwa shida. Tunanyimwa ajira. Tunauliwa. Tunaibiwa. Tunatekwa. Tunanyanyasika. Tunanyimwa haki ya kuchagua tunayemtaka. Tunanyimwa haki. Aise. Alafu mjinga mmoja anapanda amejaa UTI. Anakuja anasema eti kataa maandamano. Mjinga mmoja kwa sababu ana mchere ndani kilo 2 na maharage, anaona tayari ana maisha. Mjinga mmoja amekula machips viazi huko ameshiba, haoni kama kesho tena atakula. Mijinga ndio inaturudisha nyuma. Oya wenye mkesha, oya wanangu oya tukukute, nataka turudi na kama tulivyokuwa Moi 29. #tukukute zipande hapo juu. #tukukute. Tunakuja Masanja Makande Mzaji. Tunakuja. Mwamposa. Tunakuja. Tukukute. Tunakuja. Zumaridi. Tunakuja kula mikesha na nyinyi. Tunakuja kukesha. Tukukute. Naomba #tukukute. #tukukute. Tunakwenda kukesha.
Tarehe 24 tunakwenda kukesha kwa Mwamposa, na sikini tarehe 19 tunakuja kukesha. Tunakuja. Haiwezekani tena mimi nitakuja na mapepo. Dunia ya 10. Nitakuja na mapepo, nitaanza kuanguka mapepo kuanzia getini. Nitaongea mpaka Kiruga. Nitahakikisha mpaka mmeniingiza ndani. Yaani nikikuta walinzi wanazuia watu, nitaanza kuanguka mapepo. Bahati nzuri sifa za umaskini ninazo. Mimi si maskini. Nikianza kuanguka mapepo tu kwanza mtajua kama niliandamanaji. Yaani nitawaikitia kubabake mpaka mnikutanishe na Mwamposa ana kwa ana. Hiyo ndo, yani hiyo ndo kodi. Yaani nikifika getini nikute ulinzi sijui nini, mimi sina muda wa kuchelewa. Ni bu chini, najipiga chini mapepo. Tena naleta lile jini lile, naleta lile pepo lile la masera lile. Naongea lugha ya Kisera. Oya wanangu wapisheni. Mimi sielewi. Mimi nimetoka baharini huko ujue. Mimi nimetoka baharini wanangu. Sielewi hapa. 145 hapa utawala. Yaani nitakuja kiuni kubabake nimevurugwa, yani pepo la kiuni. Yaani mtaniingiza ndani wenyewe. Nikamuone Mwamposa. Mimi hapa namtaka mchungaji yani hapa bila mchungaji mimi stoki. Yaani nitatia fujo hapo. Nitatia fujo mpaka mniingize. Mpaka mniingize ndani nimuone Mwamposa. Yaani tutakuja. Tunakuja kukesha. Tunakuja kuombea ndugu zetu mliowaua. Tunakuja kuombea ndugu zetu mliowateka. Tunakuja kuliombea taifa letu. Tuone sasa kama mtazuia watu kufanya ibada. Kama mtazuia watu kufanya ibada, tutaelewana tu. Hawa watu ni matapeli. Hawa watu ni wezi. Hawa wachungaji feki hawa ni majizi yameibia ndugu zetu. Tunakuja kuchukua hizo fedha. Tunakuja kuchukua sadaka zetu. Tutaelewana tu. Tutanyakuana Tanzania humu mpaka tuelewane. Tarehe 10 na kitu navuka boda na rudi zangu Bongo. Tena nina mawili. Eiza niende kwenye show ya Nandi, eiza nishukie da. Tutaelewana tu. Show ya Nandi Arusha. Hatununui tiketi Nandi, tukuambie tu. Andaa viuno vyako utakuja kuandamana umejitwisha chupi. Hatununui tiketi mtandaoni. Narudia hii naomba ieleweke. Wanangu wachuga. Hatununui tiketi mtandaoni, tutanunua getini. Tutanunua getini, tunaingia ukumbini. Tutaelewana tu. Tukukute UVCCM. Tukukute kwenye show ya Nandu na Nyambuliku na kata viuno kabisa umejiachuna katakata mauno ovyo ovyo umelewalewa mabangi, masigara, mapombe. Utatuambia. Arusha najua nyinyi, yani Arusha mtaniangusha. Maninja wa Arusha hamtaniangusha. Yani tumefiwa. Halafu mtu anakuja aje kutufanyia burudani, aje kutupa burudani, aje kutukatikia maumbo. Shusha Ngobale Mwiru ukatokea kikombe. Atapanda baada ya akili kimkasa. Hashtag tukukute. Hashtag tukukute UVCCM kwenye show ya Nandi. Hashtag tukukute. Tanzania. Hashtag tukukute. Tanzania. Hivi ole wao dada yangu aja amebakwa na polisi. Hata sio kubakwa, ya kwamba alilala na polisi. Ole wao tu. Mimi nye tunze dadangu, nye mtunze tu dadangu. Hivi akija nalia ya kwamba dada, Mungu mmoja mtajua kwa mimi nina damu ya mkoa wa Mara. Mtajua mimi nilizaliwa mkoa wa Mara, nimekula ugali wa mkoa wa Mara. Mimi naambieni kweli, ole wenu dadangu aje kwamba eti ameumia ama mumempiga. Kwa sababu huyo ana hatia gani dadangu? Mumemteka kwa kosa lipi? Mumemkamata dadangu, amewakosea nini dadangu? Amewakosea nini? Amewakosea nini mtoto wa kike amewakosea nini? Ngobale Mwiru huyu. Dadangu anakosa gani? Dadangu anakosa gani? Ole wenu tu. Mmoja hapo amsaidie umedeleta. Ole wenu. Kila muda anatuwekea kikombe. Na block watu, yani huku kuna watu wengi sana mamluki, yani ukifungua akaunti zao unakuta ni watu mmoja amefollow mtu mmoja. Kwa hiyo nimeblock watu wengi sana pashe. Mpe hata Amkomba hapo akusaidie. Nani? Amkomba. Haya. Ukikuta mtu amefollow watu wengi,
huyo. Na mtu akiandika chini huko eti na taarifa, usimpandishe, aseme huku chini kwanza afu umpandishe. Mpandishe dada wangu taarifa hapa, mpandishe dada wangu hapa juu, tumwambie kwamba wale watu tuliowafurumua kwenye live yake wameenda kwenye live ya Lioness kule na tukawafurumua na kule, lakini pia kuna ujumbe nimeletewa kwamba nisikilizeni, ile tume iliyoundwa na Samia, tume ya kuchunguza sijui yaliyojitokeza yaliyojitokeza 29 imetuma makachero wao IT wao waje kwenye live zetu, waje watuchukue voice zetu. Wanakuja na mada za kuleta silaha za moto Tanzania. Subiri kidogo, Mkomba ni follow back ili niweze kukupa moderator. Siwezi, sikuoni dada wanu. Mbona nakuona kama nimekufollow? Mbona nakuona kama nimekufollow? Mpolo kwanza jamani, malizie. Dada wanu nimekutumia hiyo voice ya yule dada anajiita Hastra. Alikuwa anazungumzia silaha, anaichambua bunduki vilivyo. Sasa unajiuliza, Gen Z sisi ni watu ambao tumezaliwa kuanzia 97. Tumezaliwa kuanzia 97 mpaka 2012. Tulio wengi Gen Z hatujawahi kushika bunduki, hatujawahi kumiliki silaha, hatujawahi kupita mgambo, hatujawahi kupita jeshini wala sehemu yeyote ile ya mafunzo ya kijeshi. Yeye tena mtoto wa kike anaichambua mpaka risasi zimu ngapi. Sasa hivi jitahidi kublock hapa chini watu wengi sana. Jitahidi, tutashushwa sasa hivi. Nimeshampa moderator kuona na nani hapa na nini sijui tena. Najitahidi. Tayari nimeona. Tayari. Kwa hiyo wale watu wamekuwa wanakuja na 314 huyo mblock. Wa blokini kimya basi. Mdo tunazungumza jamani. Wa blokini ukimwona piga pini kimya tuendelee hapa juu. Kwa bize na comment section hapa. Eti kuna mtu analazimisha kama hamtaki taarifa hapo chini hapo juu mnafanya nini? Mblock naye hatutaki taarifa za kijinga. Tanzania. Kwa hiyo wote mahosti mnaofungua hizi live na ndugu zangu mlioko hapa 289 tunakaribia 300, mkiwaona hayo majina haya hapa matatu Tanzania Gen Z, Duda, Hastra, hao watu wakimbieni, wapigeni chini. Wanakuja na mada kubwa mbili. Mada ya kwanza ni kuwagombanisha nyinyi mnaopiga spana hapa, akina Nkosama, wakina Maricom, wakina nani. Mada ya pili wanaleta mada za silaha za moto. Na mnaweza mkatap kidogo maana wanaripoti au mkaeka makopa kama mtaweza. Wameripoti tushuke, kama wameripoti tushuke turudi baadaye. Yaani wakisha kuripoti wewe makini wataiblock kabisa. Mimi zangu 5 zimeblokiwa zote. Wameblock, hii ni mpya sasa. Wameblock zote 5. Yaani kwa makini dadangu, kwa makini sana. Kwa tushuke au shusha kidogo afu baadaye turudi baada ya dakika. Samahani kidogo, hebu ambie watu bwana na tufollow sana kwa sababu akaunti zinashushwa sana sasa hivi. Ya watu tulio wakataa ndo wanatushusha, wakina Tanzania Gen Z, wakina Hastra, wakina Duda. Mimi ndo wanaotupiga chini. Mimi kila nikipanda tu wanapiga nyuma. Nashangaa tumetupwa tena kaka Tanzania, tumetupwa tena huko. I say. Yani Yani jamani, tukutane kwa Mwamposa.
Mwamposa, nakuja hapo nitaanguka mapepo mpaka ukome. Utanitibu mapepo tuone kama kweli una uwezo. Yaani nakuja nimevurugwa kishenzi. Mimi ndo takuja kivampire. Unitibu mapepo hayo tuone. Maji ya upako andaa ndoo nzima. Mafuta andaa lita 10. Nani Tanzania, samani kidogo, nina taarifa. Maana hapa kuna huyo mtu ambaye tulikuwa naye kule kwa nani, kwa Patrick, akasema hivi nilikuwa na copy kitu, aliingia kikombe, huyo asipandishwe, na ukimwona hapa mblock. Alikuja kwa Malcolm akaanza kucheka. Unasikia Nasra? Kwa Patrick nimeshushwa, tumeshushwa muda ule. Nimepanda live nyingine hapo, ndo nimeshushwa. Tulikuwa na huyu, tulikuwa kwa wapi? HP. Tulikuwa kwa nani? Tumeshushwa nikakuta na yeye imeshushwa. Alikuwa Uncle B, sio Uncle B nani? Uncle B Abi. Imepigwa chini ndo tukaangukia hapa. Mimi nimeangukia kwa Malcolm. Asa mwe makini, kuna huyu mkaka kaja kwa Malcolm akaa anacheka. Huyu aliyesio anaitwa nani? Unasikia dada Nasra? Kuna mijinga ile tulioikataa ile ndo sasa inafanya hii kazi. Ile ni mipolisi. Ile tume iliyoundwa na Samia ile. Ngoja niwasanueni. Na nimeshawasanua pale kwa Patrice. Ile tume iliyoundwa na Samia, ile tume ya kuchunguza sijui mambo ya 29 watu waliouliwa na nini na nini. Ile tume imetuma watu wake humu. Wanakuja wanaleta mada za silaha. Hivi kuna mmoja hapa mwenye simu mbili nimtumie alichokuwa anazungumza yule dada na yeye jiita Hastra. Anazungumzia silaha za moto. Na anazizungumzia mpaka anajua risasi zinakaa ngapi kwenye hizo silaha. Hivi mimi raia wa kawaida naweza nikajua silaha zinakaa ngapi, sijui na fiatuaji. Mimi ambaye hata sijai kupita mgambo. Mimi jenzi tulio wengi hatujapita mgambo. Vitu alivyokuwa anazungumzia, wamechukua ile posti wakaiposti. Yote yale mazungumzo wameyaposti UVCCM. Nimekutana nayo huko leo. Nimeshare kwa watu wengi. Na kama kuna mtu hapa ana simu mbili, share. Play hapa watu sikilize. Imiza watu wa tap tap, unaona Malcolm naye ameshushwa. Kuna mtu tena kaandika hapa. Siku babake hawa watu. Malcolm hajashushwa. Jamani, akaunti ziwe nyingi. Nani Nasra? Malcolm ameshuka mwenyewe, kasema kwamba anashuka atapanda baadaye. Yule hajashushwa. Ila Patrick kashushwa. Patrice sijui baba mko sijui baba. Nijibu. Malcolm tumwambia ashushe kwa sababu ndo na live ilikuwa inafuata, yule mtu alikuja pale. Wako wengi. Hata Lioness na hisi Lioness imepigwa, dada wanu imepigwa, watu yani zimepigwa si chini ya akaunti 10 leo. Kwa nini wanahangaika hivi? Kwa nini wanahangaika hivi? Na wale tuliokata ndo wamefanya makasiriko. Wamefanya makasiriko kabisa, wale tuliowagundua wale. Yaani Tanzania anachokiongea ni kitu cha kweli kabisa. Wale tuliowagundua wenye sauti kama wamebanwa milango, wale mapolisi wa mashoga huko. Ndo wana nini? Wanatunifanyia hii kitu. Tutap jamani, tutume makopokopa. Sijajua kuna nchi zingine ni ngumu kuanguka kwa haraka kama huyu alipokuepo, sijajua, lakini tufanye tu kwa uangalizi, tutap tukitakaposhushwa ndo hapo. Kama mtu kajitolea akaunti yake basi tujisaidie kwa hicho. Watu wamekuja wageni, mmeamuka kuamini. Yaani bora mpokee watu wageni ambao si hawapingi, hawagombanishi. Sasa wale kile unachokizungumza, tunachokubaliana sisi wanakuja wanapinga. Halafu kilichosababisha mimi nimemchukia Duda na nimeona kabisa sio mtu sahihi. Jana kamzungumzia vibaya sana kwenye live ya Patrice. Na mimi ndo nilipanda pale kutetea, nikawaambia kuweni makini na hawa watu. Kwa nini? Anataka wakina ule ugomvi uendelee, wakina Patrice, wakina nani na wakina Kusama na wakina Nurvazi, ili tuendelee kugawanyika. Kama wale wameamua kuzungumza kwa kodi, bado ni wenzetu kwa sababu wameunga mkono tutoke kodi, tutoke ni Mo 29, bado ni wenzetu.
Kama wengine hapa mnaamua kuzungumza mnachotoka nacho ambacho sio silaha za moto, bado na nyinyi pia ni wenzetu. Lengo ni moja, ila uwasilishaji, kila mtu ana nguvu ya uwasilishaji na hasira za uwasilishaji. Halafu mtu anakuja na wagombanisha, anakuja mwingine anapinga. Kibaya zaidi kamzungumzia hadi Habili. Eti huyo ni Duda na mnukuu Duda. Na mnukuu kama mna rekodi watu wasikie. Nina mnukuu Duda kwamba mnawapa watu ukubwa, mnawapa watu uongozi, ndio maana mambo yenu yanaferi, ndio maana mambo yenu yanaharibika. Mnampa Sama ni mjinga mmoja, mnampa ukubwa. Hivyo hivyo Sama ni mjinga mmoja, mnampa ukubwa. Hivyo hivyo ndo alivyokuwa anasema, anamtukana Uncle Sama. Uncle Sama amesababisha TikTok leo watu wako bize na siasa na bize na nchi yao. Mtu anamtukana anamtukana Nurvaz. Kibaya zaidi akafika mbali akamtaja Habili. Akauliza hivi, mnaona mlimpa mpaka Habili ukubwa, yuko wapi Habili? Yuko wapi Habili? Anauliza hivyo hivyo, yuko wapi Habili? Tatizo nyinyi hamchanganyi vichwa vyenu, mnawapa watu ukubwa. Nikasema huyu si mwenzetu. Huyu kubabake si CCM wanakuja na comment wanatukana. Sasa hivi watukani. Anaweza wanakuja, unajua ameambizana sasa hivi ni nini? Lecho akiposti kitu, akiweka mnasema kwa muda tudanganya, tumekuchoka, hatukusikilizi. Mtaenda wenyewe. Yaani wanakuja maskini. Nyie vilanga. Hamna pa kupumlia. Mkienda huko tuna ninyi, mkienda huko mna ngumi, mkirudi juu tunawashuka, mkichana chini tunawashuta. Hatukusikilizi, unadanganya. Hapana, umekuja kutulisha si matanga pore. Si wewe. Niko na nyie nimewakaba mpaka mama yenu yule mnuka kinembe Samia. Shetwana ambaye anaumwa ameacha dripu hospitali, anakimbilia eti wanaitwa mle kama yupo vizuri. Anatembea miguu imempinda. Sura imemka kama maiti mtarajiwa. Sasa simsenye vilanga. Mnapewaje 5,000 mnakuja kufanya vitu vya kipumbavu? Hii ni nchi, haitaki kufanyika vitu vya kipumbavu. Mpate hata kiakili kimoja cha kuazima. Mnakuja mnajazana majina yote feki, mmefungua majina feki, akaunti feki, sura feki, kila kitu feki. Niko original Rita Rachel D hapa. Siogopi dudu wala mende. Yaani nyendo mende wale wachuoni, wale wanaokula kinyesi. Nye VVU, si VVCCM, si VVU Kimi, mkomanzike. Simu zenu tutaziposti, na mabosi zenu simu zao tutaziposti. Mtalepota account, tutafungua upya. Nimesha mblokiwa mimi ni 99 account. Lakini hii ni ya 100 na nitafungua 200 na ya 300 na ya 400 na ya 500. Hamnirudishi nyuma abadani. Na nitawaumbua tu. Na naoleta hapa ni OG tu. Hakuna fiction hata hii moja. Situngi. Siko hapa kwa ajili ya kutrend. Ninawapiga za uso umukote, yani mmevimba sura zimekaa kama vitu mbwa visivyokuwa alimina kumanyoko zenu mbwa nyekengeze nyenye. Wanajiita sijui UVCCM ni majambazi, ni majangili, ni washenzi sana. Ndio wanaopeleleza huyu yuko wapi, wanaenda huko, wanaenda wapi, wanajifanya ni jamaa kanisani, wanachukua nini, wanachukua data wanazileta. Yani ni washenzi. Asiwaambie mtu. Yani hicho ni chama cha majangili. Wanazalisha majangili kila kukicha. Kikwete kitendo anachokifanya sio kizuri. Wanajifanya maskali, wanajifanya wapelelezi, wanajifanya wausiwe nini, wanajifanya vitu gani. Yani wanaheka za ajabu tu kuumiza wananchi. Yani wanakaa tu yuko wapi? Kwenye magrupu yao hapa. Okay, nimesha nini? Wana nini? Wanakuja kwenye live TikTok, wana rekodi, wanakuja wanaingiza kwenye magrupu yao. Unaona? Walikuwa wanaongea hivi, sio nini? Mkuu, yani ni majambazi majangili. Yani wanazalisha majambazi kila kukicha, wauaji kila kukicha.
Hiyo UVCCM inatakiwa ifutwe. Haina maana yoyote. Ni uharibifu wa pesa na kuendelea kuumiza Watanganyika. UVCCM ifutwe kabisa. Ifutwe. Kwanza na chama chao chote kifutwe. Ni majangili, na waambia ni majangili hamna mfano. Kama una mtoto wako, kijana wako ambaye amejiingiza kwa hiyo sijui nini, ndugu yangu mzazi, muangalie mtoto mara 10 atakufa vibaya. Ataua, atateka, atafanya hivi, mwisho atakuteka wewe mzazi wake. Nawaambieni ukweli. Kataeni watoto zenu, pigeni marufuku kabisa. Kama ameamua kwenda kwenye chama tu, lakini kujiingiza huko si nini, wanaenda huko sio ni mikao na vikuta. Wanafundishwa vitu vya ajabu. Wamefundishwa mpaka kupiga bunduki, risasi, kupiga watu. Wana mafunzo hayo, wanafunza kukaba watu, yani wana mafunzo ya ajabu. Ni magaidi. Ndugu zangu wa Tanzania, sijui niongee nini mnielewe. Taifa limeingiliwa vibaya. Nasa alivyokuja huyu malaya wa Zanzibar, huyu malaya mwenda wazimu kichaa Samia Suluhu Hassan na huyu Mane Abdul, wanaendesha vibaya watu. Ukija mafele mulilo mafele, jamani. Acheni hizo. Acheni hizo kabisa. Inasikitisha. Nyie tusipopigana tukatoa mtu madarakani, CCM chama kinatakiwa kufutwa. Yani kifutwe kabisa. Kifutwe. Vianze tuanzishe vyama vipya. Tanganyika One. Umeona? Chama cha Tanganyika One tuanzishe kabisa mapema. Na vyama vingine. Inaumiza sana. Na mkianza wajifanya vitu vyote jamani, waje kuongea kitu cha maana, hata bungeni hawajifanya chochote, hawajachaguliwa, wanafanya vitu vya hovyo, horrible. Anzeni kureport akaunti zao jamani, kuanzia Samia na vilanga wenzie. Nyie serikali, mnaojiita serikali, Samia, mbona manesi na madokta hamjawapa pesa zao? Mbona manesi na madokta hamjawapa pesa zao? Mshahara zao haujawalipa. Mmesahau tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 kama wanasiri zenu. Mmesahau tarehe 29, 30 na 31 kama wanasiri zenu. Hamjawapa mshahara mpaka sasa hivi. Lakini kuhonga na kuwapa mapolisi pesa mnawapa. Kuua watu na kuteka watu. Ile madokta na manesi yako, na madokta na manesi ndio wanaokoa watu maisha yao. Lakini mmewasimamia wasiwatibu watu wawaue, si ndio? Watu wafe, si ndio? Lakini nesi na madoctors, siku nyingine msiingie kwenye huu msara wa kuacha kutibu raia, na kati unajua kabisa ni kazi yako wewe kama wewe nesi na doctor kumtibu raia. Sasa leo mjapewa mshahara. Leo mjapewa pesa zenu zozote. Ndugu zanguni, nesi na madokta, naombeni mjazane DM tafadhalini. Mkuje tuongee. Mkuje tuyajadili. Manesi na madokta wote nchi nzima, naombeni mje na nini? Kwenye message uko tuongee, tuyajenge. Hamjalipwa mshahara wenu mpaka sasa hivi. Na wakajisahau. Samia umejisahau. Mmejisahau. Kama mmewaambia hao watu msitibu hawa watoto. Na mnajua watu mmewapeleka watoto wetu, mmewapeleka mwaweka wapi? Na bado pesa hamjawapa. Hivi mna akili kweli timamu? Yes, ndio mmeua watu. Nchi za nje haziwezi kuwapa pesa kati nyie mmeua watu. Mmeua watoto wetu bila kosa lolote. Mtapewaje hela serikali? Na kuuliza Samia, utapewaje hela wakati wewe ni muuaji, wewe Kikwete? Nyinyi ni wauaji, mtapewaje pesa? Sasa hivi mnalia hela hatuna, tunajuta. Tungejua, tulifanya vibaya, watu wamekufa, na bado tunabamazwa, na bado damu za watoto zetu zitawatafuna mpaka vizazi vyenu. Zitawatafuna, nasema. Ndio. Mashenzi nyie, mafirauni kabisa, kuma nyoko zenu. Na
nakuja jamani, nakuja. Wewe Abduli, wewe Mafele, wewe Samia, na wajia kumana zenu. Kumana zenu. Abduli umenipigia simu mwenyewe. Toka jana usiku umeniambiaje? Sasa ninakuja nina story zote kumamako. Jamani, mipango ya serikali ni kwamba wameandaa watu watakaovaa nguo za raia. Hao watu watakaovaa nguo za raia wataanza kuwa wanapiga raia. Yanaweza kugusa tu hivi, ukifanya nini wanaanza kukupiga, hadi inawezekana hadi kukuua. Ili ionekane serikali iliwaambia, mmeona sasa raia, mmeona wako wanauana. Hata mwanzo polisi waliofanyaje, waliowaua raia. Yaani kuna vitu wanavyotaka kufanya vya kitoto, vya kishamba. Si mnanielewa vizuri? Wameshaagiza polisi wavae nguo za polisi. Si mnanielewa? Wavae nguo za polisi, lakini kuna wale makrimina ambao watavaa nguo za raia. Wale watakaovaa nguo za raia watajifanya wako kwenye maandamano. Wako na heka. Muda kidogo tunashangaa ngumi. Wanajua sehemu ya muhimu ya kupiga. Unashangaa unadondoka. Ionekane vipi kwaje bana, kanigusa nichokoze. Yaani ionekane kama vile mkidani kidogo wanakuja wanawavamia, wanawapiga. Yesko tumeandamana pamoja, kwani imekuwaje nyinyi mtugeuka sui nini? Yaani wanaanza kama kuleta, yaani kama usanii fulani. Sisi tumekubaliana sui nini hivyo. Kwa hiyo sasa lakini huyu Sumali, huyu Mafele na Chalamila ndo wamepanga, yani kama, kwa sababu walikuwa wametaka VVCCM walikuwa wamepanga watoke na mabango. Watoke na mabango, lakini kuna wengine hawataki kabisa kutoka na mabango. Tutaonekana sisi ndio tumefanya fujo, na licha hivyo tutapigwa na watu. Hao watu wako serious, wanalijua hilo. Si mnanielewa? Kwa hiyo tufanyeje? Tusitoke na mabango, tutoke na magazeti. Hata leo wako very very friendly na magazeti ambao watatoka. Magazeti wengi sana, mwe makini. Yaani wako nao karibu sana kuchukua ile mipango yao. Itakuwaje, watapita wapi, watakuwa hivi, watafanya hivi, watafanya hivi, watakuwa na vitu gani kwenye nguo, au watatoka na vitu gani. Na wale wakishajua mipango wanatoa moja kwa moja kwa Mafele na Chalamila. Hao ndo ambao wanasimamia hapa, Mafele, Chalamila. Na kama mnajua Abduli yeye ni mtu wa kutoa tu pesa. Hivyo Abduli ni mtu wa kutoa hela. Na anataka vitu viende kama alivyotaka yeye, sababu anatoa hela nyingi sana kwa ajili ya hivyo vitu. Kwa hiyo sasa ni mambo hayo. Lakini pia tishio katika taifa letu, tishio kubwa sana katika taifa letu ni Abdul. Tishio kubwa sana. Swaha ni tishio kubwa sana wa watu. Sumai nafikiri nimekuwa nikimposti, ambao TIS wamesema watafanya mpango wa block account yangu kwa sababu nimekuwa na mposti Sumai nimekuwa nikimposti kwa sasa hivi. Kwa hiyo TIS wanasema namhatarisha mtu wao kwenye maisha, namhatarisha maisha. Na wakati baadaye kusema kwamba waache wanapofanya mambo ya uwaji na utekaji, sio mzuri, na kufuatilia process za watu na kufuatilia mambo ya watu na kupelekea wauaji sio nzuri. Chalamila ni mshenzi sana, nakwambia, tukaenda mbali sana. Tumpitishe kushoto kabisa. Paul Makonda ni kondo ambaye amejificha nyuma, ni mshenzi, hakuna mfano. Mwinguru, hawa watu watalimaliza taifa. Nitawapostia, hawa watu watalimaliza taifa, akiwemo na Kikwete.
kuna Sawa, Mafele, Sumai, Chalamila, Makonda, Mwinguru, Abdul, kwa sababu Abdul yeye tuseme ni mtu anayetoa tu cash. Yeye hatoki front. Wanakuambia wa watu kwenye taifa letu ni zaidi ya kansa. Halafu ndo anakujenga front kwenye TV. Unajua kwa mfano kama Mwinguru, Chalamila, unajua watu ndo wanapenda kuja kwenye front kuongea. Unaweza sisi Paul Makonda amekaa kushoto, lakini ndio anafanya pia mipango yote. Huyu hawa ni kuamaliza. Hawa watu ndio wako hivyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, hawa watu ndio kumaliza, hawafai kabisa. Hawafai hata kidogo, nawaambia ni ukweli. Ni yaliyojiri jana Samia kwenda Tanga kwenye kambi za jeshi, hataki kupinduliwa nchi. Kwa sababu kuna wanajeshi wako upande wake na kuna wanajeshi wanaomkataa vibaya sana. Kama mnajua Mkuda, wanajeshi mjue vyote. Mkuda na Samia lao ni moja. Mkuda analipwa pesa nyingi sana na Samia. Na Samia, Mkuda ndo kamshauri Samia, njoo uongee na jeshi. Njoo uongee nao ndugu yangu. Mimi naona kama sielewelewi sana. Kwa hiyo ukija kama rais, si ukija kama rais uliyejichagua mwenyewe, uenda utakuunderstand. Ameenda kuwasihi jamani. Hata kama kusema mza kunipindua au msinipindue, ila mimi nawategemea mnilinde na muweze kusimamia mipaka ya nchi. Hii ni nchi yetu, bla bla bla, maneno mengi, lakini hizo zote ni kwamba pia wanajeshi wajiandae. Karibia na Christmas wataingiziwa mtita mrefu sana kwa ajili ya Christmas. Hiyo wanawavuta kuwapumbaza. Kuna pesa ambayo imeshatengwa kwa ajili ya kuwalipa wanajeshi, kwamba ni pesa ya Christmas na mwaka mpya. Watalipa vitita vyao vya kufa mtu. Msihadaike. Huyu shetani anahitaji kutolewa madarakani. Lakini Mkuda, mjue Mkuda na Samia ni kitu hiki. Lao ni moja. Na Mkuda ndio kamshauri Samia, njoo kujeshini uongee nao. Hata kama unauma ndugu yangu, jikongoje. Njoo. Tunajua nani Mkuda ameshakula denda na ameshampiga punye. Samia unasema kweli. Akaambia ndio hivyo, mpaka nakwambia hivyo mimi na issue. Ndio Samia akajikongoja jana kaenda. Lakini kaenda kabisa, kitu kikubwa anachoogopa ni kupinduliwa na wanajeshi. Anajua hilo ni jeshi la anga. Na anakuambia kabisa choko zote anijua za kupinduliwa zilianzia kule kwa hilo jeshi la anga ambalo Tesha yuko huko. Sasa cha kufanya basi, ngoja nianzie kule. Ndio Mkuda akamwambia njoo anzie huku. Wewe Samia, ngoja nikwambie wewe malaya mbovu. Hiyo nchi sio baba yako, sio mama yako. Kutolewa serikalini ni wajibu na ni lazima na sio ombi. Wananchi, yani hiyo tarehe 25 imevuruga mara 10,000 kidogo. Maana kila ukifanya hivi linarudi hili. Kila ukifanya hivi linarudi. Yani tunapiga tu za kichwa. Tuendelea kupiga hizo za kichwa. Nawaambie ninayo mengi. Niwaambie na najiarishia na jinyea hatari. Wananchi mbona tuelewe jamani. Tarehe 25 tena maandamano. Nakufa na kuzikwa. Ndio amekimbilia Tanga. Wanajeshi atona kweli nani serikali imemshinda. Serikali imemshinda from day one. Toka siku aliyomuua marehemu Magufuli, nani Samia alipomuua Magufuli yeye na Kikwete, ndio serikali ilipomshinda. Toka pale mnaona yeye ni kuwa watu, ni kubamaza watu, ni kufanya hivi. Hafai. Ninawaomba Watanganyika wote, kila Mtanganyika yoyote mpenda haki ambaye anaumizwa na vitendo vinavyofanywa na Samia Suluhu Hassan, asimuunge mkono huyo muuaji. Na viongozi wote wa CCM, narudia tena, ninawaombeni kila Watanganyika ambao wanajielewa, ambao wana uchungu kabisa na nchi yao, wasimsikilize, wasimuunge mkono, tumpinge na tuitoe mbali sana CCM. Wana CCM walio wengi ni majangili. Hawa ndio wauaji, hawa ndio mafisadi, hawa ndio wamefikisha Tanzania ilipo mpaka kutufikisha kwa tulipo.
Imeanza toka kipindi cha uhuru, tumepata nini mpaka leo? Maji hamna. Zaidi ni mauaji, kutuua sisi, kututeka sisi na kutubamaza sisi. Leo kila Mtanzania analia hata shilingi 100. Ufanye kazi usifanye kazi, hela hamna. Zote Samia kaika mfukoni na wana CCM wenzie. Mnaweza mkaona sehemu mbalimbali amejeza ni familia yake. Kila sehemu amejeza familia yake. Sasa utamsapoti mtu wa kwa kazi gani? Watanganyika hatukubali na hatutaki. Kataa CCM, weka X CCM. Weka X viongozi wote wa CCM. Hao ni mashetwani ambao wamekataliwa kuanzia duniani mpaka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Hao ni laana. Na ukiona VVCCM yote anakuja kuambia kwamba ninaomba wa Tanzania, sijui vitu, huyo ni shetwani na kichwa chake kimejaa minyoo, na kazi yake huyo anakula mavi au kinyesi. Anakula minyoo tu, ndio kazi zao. Samia anawarisha wanakula male mavi yake. Sasa hivi sisi tunaambia sisi tutawarishia na mtakula mavi yetu. Hatuwezi kuunga mkono mafisadi, wauaji, mafirauni na watekaji ambao watoi haki yote kwa raia, ambao nataka kila mtu azime mkono. Hatuwezi, tutaongea na kurudi mwiko nyuma ni mwiko, kurudi nyuma ni mwiko. So tukutane kwenye maandamano. Yes, mimi naongea kama mama wa dunia nzima wa Gen Z. Mimi naongea kama raisi wa wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa basi, mimi kama raisi wa wananchi wote duniani, Tanzania, Tanganyika, kama raisi wa Watanganyika wote, Watanganyika wapenda haki, lazima tumpige Samia na tumnyonge kwa mujibu wa sheria. Samia na vibaraka wake ambao ni Jakaya Mrisho Kikwete, Paul Makonda, Mafere na Mlilo, Momo na wengine wote, Abduli Wanu na viongozi wote wa CCM, nitawanyonga kwa mujibu wa sheria hadharani, nchi ikiwa inaangalia. Nitawanyonga na wapieni kwa mujibu wa sheria. Hamfai. Na lazima katiba ya nchi inaongea kiongozi yoyote atahitaji kujulisha umma mali anazomiliki zote na kiasi anachokimiliki kwenye bank account. Na kiongozi wa design yote akifanya kosa, akiahidi wananchi atafanya hiki kwenye kata yake, kwenye mkoa wake, na asifanye, lazima achukuliwe hatua kali. Kwanza atanyang'anya ule uongozi, maana yake ameshindwa, na atachukulia hatua ya kifungo cha kwenda gerezani miaka 5. Na ambaye atakiuka zaidi, lazima akutane na kifungo cha kunyongwa, hukumu ya kifo. Na kinyongwa anazikwa kwenye magereza, hatakiwi kuzikwa na familia zake. Mimi ni rais wa wananchi ambao niko really na naongea ukweli. Hata mimi mwenyewe nikikosea, as a rais, lazima nichukuliwe hatua. Kama ni kunyongwa, ninyongwe hadharani mbele za wananchi wangu. Hicho ni kiapo cha kila kiongozi itakayokuwepo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo itakuwepo kwenye katiba, na hiyo ni lazima tutenge vitengo kwamba rais ameiba, labda ni fisadi. Kitengo kinahitaji kumvua urais, lazima kimtoe urais mahakamani akapate haki yake. Uchaguzi lazima uanze upya. Hakuna kwamba eti makamu wake atakuja kuwa rais. Hell no. Kama alivyofanya Samia kumuua Magufuli akajiwekeza urais. Kitengo iko kwenye nani, uongozi wangu hakipo na kitoa. Rais amekufa, uchaguzi unarudiwa.
uchaguzi wa urais unarudiwa. Kama kitashinda chama kingine cha upinzani, kishinde kije kisimamie nchi, lazima hayo mambo tuende nyenye sawa. Na mshahara kwa wabunge, mshahara wao itakuwa sio kama hivyo wanapopokea. Itakuwa kila mmoja anapokea milioni moja moja. Kila mbunge, na hiyo pesa yani ajinunulie kila kitu. Kama ni gari za serikali, mbunge atahitaji kuwa na gari hizi za nani, za Noha. Kama ni Noha, kila mbunge atapata Noha yake safi kabisa. Noha yake safi kabisa. Mambo ya kusema si kiinua mgongo, si vitu gani havipo. Haipo hiyo. Kwamba marupurupu siku la kimarupurupu hayapo. Pesa lazima itumika kwenye nchi. Hospitali zijae. Manesi, madoctors wanahitaji kulipa mshahara unaoeleweka. Polisi wanasimamia nchi. Wanajeshi wanasimamia nchi. Lazima wawe na gari zao gari zao ndogo ndogo za kutembelea. Mshahara wao ni wa kawaida sana. Nitafanya hivyo ili kuepusha na hizi ghasia. Kuomba rushwa barabarani haitakiwi. Lakini especially mwalimu anahitaji kupokea mshahara unaoeleweka. Na dokta hospitali, madokta, manesi wanahitaji kupokea mshahara unaoeleweka, kwa sababu wale wanaokuwa roho za watu. Na kitu nitakachokifanya, madokta kutoka nchi za nje nitawaongeza kwa ndani, kuongeza ujuzi zaidi. Tutaongeza hospitali nyingi, manesi kujifunza kutokana na madokta wa nje, sio kwenda kusomea nje. Tutawaleta ndani waje kufundisha hapo kwenye nchi yetu. Tutafungua vyuo, tutafungua viwanda. Tutaomba wawekezaji waje kuwekeza hapo nchini ili Watanganyika wetu waweze kupata kazi. Sio hivi vitu wanavyofanya vya kipumbavu. Haiwezekani. Haiwezekani. Rais umekosea, unafukuzwa. Rais unapokuja ongea kitu kinachoeleweka. Na rais na wabunge, sio rais kaongea hivi, halafu mbunge tena kuja napindisha. Mnakuwa mnaitoa taifa kwenye mstari. Ninaongea kama rais wa wananchi wa Watanganyika wote. Na mimi nitaongea kama rais wa vyama vyote niko madarakani. Iwe upinzani, kuna mbunge kule lazima apelekewe majukumu yote kama chama changu huku. Chama changu kinaitwa Tanganyika. Chama changu kinaitwa Tanganyika. Tena Tanganyika 1. Sio Tanganyika 2. Hii ni damu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lazima tuongoze kwa mujibu wa sheria. Hakuna polisi wa design yoyote umefanya, hata kama una nyota 10 hapa, nitazitoa zote kwa mujibu wa sheria. Kuna vitengo unahitaji kuvuliwa zile nyota, vua mkanda, vua magwanda, sweka ndani, swekwa ndani. Kama ni kunyongwa umefanya kosa, enda kunyongwa kwa mujibu wa sheria. Upumbavu mnaofanya lazima adabu iwepo. Kuonea wananchi ni mwiko. Mwananchi dame kwa ajili wewe. Kuonea mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika ni mwiko, ni kosa la jinai. Kosa la jinai. Vyombo vyote vya habari nchini vinahitaji kutoa habari kama ilivyo. Sio kukatakata. Bunge lazima liwe wazi. Unakopewa za uso, wananchi wale kama umepewa za uso. Inakuwa ni live, mko bungeni wawe live. Lazima wananchi waone bunge lao linaenda vipi. Kwa sababu bunge ndio wananchi. Nyie mnawawakilisha wananchi. Kwa nini mnaficha bunge? Mbunge unaoingia huko kaanza kuongea kwamba tuna wanaume zetu, lazima uvuliwe ubunge, utolewe. Jimboni kwako lazima ubunge uchaguliwe upya. Lazima ubunge uchaguliwe upya. Tayari wewe ni kiranga.
kwenye serikali yangu ni kukimbizana aste msebo. Lazima nchi ijengwe kuanzia mjini mpaka vijijini. Sio mjini ukienda vijijini unakuta pako tofauti na mikoa mingine iko tofauti, hapana. Lazima nchi ijengwe. Wa China nitawasomba waje wajenge nchi. Nitawasomba hao wa Dubai waje wajenge nchi. Umeona Dubai, ukiingia pale Dubai wote mnakimbia Dubai. Lazima mje mwijenge nchi. Kuanzia Mwanza, Dar, Kigoma, Tabora, Singida, Arusha na vijiji vyake, barabara zieleweke. Maji yaeleweke. Tuna maji mengi. Mnakosaje maji? Na kufanya utaratibu umeme usije ukakatika. Ni aibu. Umeme ukikatika, TANESCO lazima jukula hatua kali sana. Rasilimali zetu ni mali zetu. Tunauza. Kama mmeuza dhahabu, mnauza, mnapata pesa, mnajenga nchi. Si wakabidhi migodi yote kwamba tumewapa nyewe fanyeni mnavyofanya. Huo ni upumbavu. Ninasema hivi, mimi as a president wa Tanganyika, ndugu wa Tanganyika, mnalai kunichagua mimi kama rais wenu kwa ajili ya kuipeleka msebo taifa. Tuko mbali, hapa tulipo siko tulipo. Tanganyika inatakiwa kuwa hivi. Leo mnalia maji wananchi. Nyewe ndio kulilia maji. Nyewe ndio kuuliwa kweli. Polisi wa kumuua mwananchi lazima kanyongwe. Lazima akanyongwe. Si ukakae jela ule ugali. Siku zinaenda. No. Lazima polisi uvuliwe na ukanyongwe. Mwanajeshi lazima ukanyongwe. Hatutaangalia mtu. Adabu na heshima ziwepo kwenye jamii. Mtanzania, Mtanganyika, lazima uheshimiwe na wewe weke heshima. Heshima ni kuheshimiwa. Mama yako haitakiwa tandani mama baba wanyanyasa watoto. Kwenye sheria yangu hakuna kupiga watoto. Hairuhusiwi. Mtoto mfundishe vizuri. Watoto wataanza kwenda shule miaka 5. Kuanzia miaka 3. Miaka 3 mtoto anaanza shule. Kiingereza kinaanza hapo, kujifunza mambo ya, tunaweka mambo ya kujua ujuzi. Kujua kujenga nyumba, kutengeneza magari. Kutakuwa na vitengo vya kujifunza unesi, udoctors. Kuna vitengo vya mapolisi, tutaweka vitengo mbalimbali kwenye mashule. Michezo itaanzia huko tena kuanzia mwanzo. Michezo itaanza toka chekechea, michezo ipo. Na usimpige mtoto kwa sababu anataka kucheza muziki. Kipaji hicho kikuze. Tutakuza vipaji vya kila design, mpira, muziki, kila kitu. Dunia ione. Hivyo ni vipaji ambavyo vinaweza kukungizia wewe, vikakuwekea wewe hapo ukasaidia familia zako na mama zako ambao hawajasoma mpaka hapo walipofikia. Vizazi tutavikuza kwa pesa ya serikali. Lazima. Na sio ombi, hiyo ni lazima. Ninawapenda sana. Nimeshasema na nimeongea ndio hivyo. Mimi ndio rais wa wananchi wa Watanganyika wote kwa ujumla. Mimi sio rais wa mtandao. Mimi ni rais wa Watanganyika wote. As a president, asanteni kwa kunichagua. Samia, hicho kiti achana nacho. Achana na hicho kiti. Hicho kiti kimeshaharibika. Kiti kimeshaharibika hicho, Samia. Hebu ona taifa lilivyopoteza mwelekeo. Ona viongozi hamna nyuso za furaha tena. Kwenye haki kuna furaha, kuna amani. Kwenye haki ninyi mmechagua hiyo roho ya udhalimu, na ndio maana nyuso zenu haziwezi kuwa na amani. Ona Tanzania inaangamia mkiitazama. Kwa nini tusiurudishe ule utanzania wetu? Kwa nini? Kwa sababu ya mtu mmoja tu, yeye na familia yake.
Watanzania tuweni basi wazalendo, tushikane. Tushikane kwa pamoja, tuhakikishe kwamba tunalirudisha taifa mahali lilikuwa. Hakuna mtu mwenye mchungu na sisi. Wenzetu wanapewa pesa ya kula, sawa, wanapewa pesa ya mafuta, wanapewa kila kitu. Hawa ambao wanasifia huu udhalimu unaoendelea katika taifa letu, hawajali, they don't care. Ndugu zanguni, hii pesa ambayo sisi 100,000 tunaipangia bajeti ya mwezi, wao ni ya sekunde. Na ni jasho letu sisi wa Tanzania. Ni lini tutaamka? Ni lini tutaamka na kuona kwamba haya yanayoendelea kwenye nchi yetu ni udhalimu, sio sawa? Ni lini? Mmekuwa baadhi mnapokea mpaka pesa kuikanyaga nchi yenu chini. Mpaka pesa mnapokea. Itakufaa nini kama utakula milioni 10 leo na familia yako, lakini kizazi chako kije kidhalilike na kuteseka ukiwa haupo? Kinanye Mwalimu Nyerere walioyafanya ukombozi wa ili taifa haikuwa kwa ajili yao wenyewe. Mimi na wewe tumekula hayo matunda. Mpaka alipokuja huyu Samia kuharibu utu wa taifa letu. Kuharibu ile nidhamu ambayo tulijijengea. Kuharibu ule umoja ambao tulikuwa nao, upendo na mshikamano. Samia anautoa. Kina Nchimbi, amkeni. Taifa linaangamia, amkeni. Mbona mnajua kila kitu? Mbona mnajua kila kitu? Taifa limefika mahali sasa limekuwa ni taifa la ovyo. Tanzania imekuwa ni Tanzania ya ovyo. Wenye nguvu wachache wameungana kuhakikisha kwamba wanatuumiza Tanganyika. Wanatukaba na kutufanyia ufedhuli. Lakini kuna baadhi ya Watanzania wenzetu wana support. Tanzania amka. Hatuko salama. Mambo yanayoendelea Tanzania leo ni mambo ambayo hatukuwahi hata kuyawaza. Hatukuwahi hata kufikiri kwamba ipo siku tutafika sisi. Ipo siku tutafika sisi tutauawa kama wanyama na kuzikwa kama mizoga. Hatukuwahi kufikiri. Lakini ni mtu mmoja tu huyu, jina lake lina herufi 5. Huyu ametuletea roho za kinyama. Huyu ametuletea damu na kuimwaga kila kona ya Tanzania. Na anatumia pesa zetu sisi wenyewe kuwafunga midomo wa Tanzania. Baadhi ya Watanzania wasio na utu, wasio na roho za kizalendo. Haya mambo yanaumiza. Kila mzalendo ambaye yupo kwenye taifa hili hawezi kuyafurahia haya mambo. Hawezi kuyafurahia. Hawezi. Samia must go. Najua tulipofika hata wewe unaumia. Yes. Hata wewe unaumia. Kwa sababu hata sura yako haina nuru kama zamani. Nakumbuka kuna siku moja ulisema, Samia, mimi mama yenu. Ulikuwa ukisimama tunasikiliza, alafu tulikuwa tunajisikia vizuri ukiongea. Ukasema mtu akikuongelea vizuri anakutengenezea pepo na mambo yako yataenda vizuri. Lakini mtu akikusema kwa mabaya, mambo yako yataenda vibaya. Samia, sisi leo tunakusema vibaya. Sio kukusema tu vibaya, tunaomba hata Mungu afanye muujiza ufe ghafla. Hii ni hatua mbaya sana ambayo Watanzania tumefika. Hii ni hatua mbaya, na kibaya zaidi ni hatua ambayo haiwezi kubadilishwa kwa ubabe. Una watumishi wa hovyo sana waliokuzunguka. Sijui ni wewe mwenyewe unawapa huo uhali. Mtu kama Msigwa, mnatengeneza ligi na wananchi.
Mnahisi mtashinda? Mnahisi mtashinda? Tarehe 25 sisi tunatoka. No matter what, tunatoka Disemba 9. Tutadai haki mpaka tutakapoipata. Hakuna mtu yoyote ambaye atarudi nyuma. Samia hayupo. Hayupo. Sasa ni wewe uamue utumie akili ambayo Mungu amekupa au uendelee kutumia huo ubabe unaotumia. Hatuitaki katiba inayotuumiza. Katiba inayokupa uhuru wa kutuua. Katiba ambayo inakuwezesha wewe kuwa Mungu mtu. No, hatuitaki. Hatuitaki. Tunahitaji kuwa taifa huru. Taifa ambalo italinda heshima, utu na haki ya Mtanzania ya kuishi. Tunahitaji taifa ambalo tutasikilizana. Taifa ambalo tutakuwa na jeshi la wananchi, sio jeshi la kukulinda wewe Samia na kukusaidia kuua watu, kuwafunga midomo watu wanaosema ukweli. Samia, sisi hatuishi. Utamuua Cecilia leo, watazaliwa kina Cecilia 10. Nadhani unaona toka umeanza kuua wanaharakati na kuwateka wanaharakati, kuwaua. Nadhani umeona hii nyomi hadi mtoto wa miaka 15, 14 anaongea na anatambua haki yake na anatambua taifa tuko wapi. Haturudi nyuma Samia. Hatutorudi nyuma. Ogopa sana mtu kama mimi ambaye nimeamua kuitetea nchi yangu. Silipwi mimi, sina chama. Nimeamua tu pamoja na silaha ya kifo unayoitumia kuua wenzao, kuua watu, lakini nimeamua kuingia ulingoni. Mtu ambaye wamejaribu kuniziba mdomo kwa kutumia kiasi cha pesa, kwa umasikini wangu ni kikubwa sana, lakini nikasema nitaendelea kulala njaa na kulala kwenye mapori wakati mwingine, lakini still nitakuwa mdai wa haki katika nchi yangu. Vichwa kama hivi unavyo vingi sana Tanzania. Unavyo. Na havitoisha. Hata kama utapambana kuviangamiza, havitoisha. Tumia jeshi la polisi ambao sasa hivi wamekuwa ni watu wa chama chako. Jeshi la polisi sasa hivi ni kama CCM tu. Yes. Wanafanya yale unayoyataka kuhakikisha wewe unabaki madarakani. Mtu anayekupinga wanammaliza. Wamejaza watu vituo vya polisi, wanawafanya wanavyotaka. Wanawalawiti, wanawajeruhi. Samia, tafuta adhabu nyingine ya kutupa. Kifo hatukiogopi tena. UDOM na vyuo vyote vya Dar es Salaam vya Tanzania, tunawahitaji kwenye maandamano ya tarehe 25. Tarehe 25 tuna maandamano kwa ajili ya kutoa hii serikali madarakani. Haki yako unayo wewe. Wana UDOM, mnanyanyasika mpaka lini? Kuna kitu gani mnachopewa cha maana? Toka UDOM imeanza, yani toka miaka iliyopita, mmepewa kitu gani cha maana cha msingi? Ndio mnasoma, mnamaliza, kazi mnapata wapi? Au napewa watoto wao tu? Kazi ni haki ya kila Mtanzania. Watu wa UDOM wote mnahitajika kwenye maandamano. Vyuo vikuu vyote vya Tanzania, wanafunzi wote nchi nzima mnahitajika kwa maandamano. Mabibi na mabwana, mababu na mabibi, watoto wakubwa wadogo, wote mnahitajika katika maandamano ya tarehe 25. Bila kumwangalia kanyaga yoyote yule, fisi yote usoni. Haya, nipeni hiyo kesi ya uhaini. Kenge nyewe polisi kumara mama yenu. Mbwaje. Maandamano yapo, ukisha sema maandamano yapo. Hamwezi mkakatisha. Hakuna mtu yoyote anaweza kukamatwa au kushikwa eti kwa sababu kasema kwamba kuna maandamano. Nyie polisi ni wahaini namba 1. Mnavunja sheria zote za nchi. Hamfai. Na nyie kwetu ni X. Hatuwataki nyie wanajeshi ni X. Kuma nyoko zenu mbwanyi. Kumara mama zenu. Hivi Watanzania niwaulize, nani kawaroga nyinyi? Nani kawaroga? Nani kawaroga? Hivi mnashindwa kufunguka akili? Inakuwa kutwa kila mtu eti
Tanzania nchi ya amani. Usije kutuvurugia amani yetu kwenye nchi. Sijui tunapenda. Nani kasema Tanzania kuna amani? Amani ipi mnayoizungumzia nyinyi? Niwaulize, amani ipi mnayoiongelea? Niwaulize. Au furaha ipi mnayoiongelea kwenye nchi ya Tanzania? Niwaulize tu. Amani ya watu kujiweka madarakani, amani watu kutekwa, amani watu kuuawa kila siku kwa mko na ukota maiti ya mtu asiokuwa na hatia kokobichi, amani ya vijana kupotezwa, amani ya mtu ambaye sio wa CCM kuishi kama vile panya ambayo inatangatanga kwenye shimo. Alafu na nyinyi vijana wa CCM mjiangalie. Najua hata na nyinyi huko kwenye magrupu yenu mnakuwa mnaandika, mnalalamika. Ila mkishapewa vya 10,000 na t-shirt mnaona mmepatia maisha. Hebu niwaulize. Leo imefika siku ya ngapi Tundu Lissu yupo gerezani? Tundu Lissu yupo gerezani kwa kesi ya kupewa tu, kubambikiwa kesi. Wahaini ambao walisamewa wamesamewa. Kwa nini Tundu Lissu hajasamewa? Naye alina kesi ya uhaini. Kwa nini? Serikali natoa tu watu na walimtoa Nifa just ili wapate attention. Lakini kuna watu kibao maelfu bado wapo gerezani mpaka leo. Mbona hawajaachiwa? Wale maelfu vijana maelfu wapo magereza mpaka leo, mbona hawajaachiwa? Tundu Lissu mpaka leo siku ya ngapi? Siku ya ngapi nyinyi, na wauliza nyinyi maboga, siku ya ngapi? Tundu Lissu yupo wapi? Si yupo jela? Haya, niwaulize tu tena. Humphrey Polepole yuko wapi? Polepole yuko wapi? Polepole si ndo alisimama kwa ajili ya Watanzania wote? Alisimama kwa kutetea haki na kuongea haki. Yuko wapi leo? Yuko wapi? Yuko wapi? Alafu unakuta tu mpumbavu mmoja ambaye amepewa 5,000 anakuja tu ana comment, Mama Samia nyoko. Huyo Bi Msumi atawamaliza wote. Akimaliza anarudi kwa nyinyi mnaokuja kucomment, yani anaua mmoja baada ya mwingine. Anawaua na njaa. Sasa hivi kaona sasa kuliko awaue kwa risasi, kaona wakatie maji kabisa. Alafu mnasema nchi na amani na furaha. Amani ipi mnayoiongelea nyinyi? Ipi? Hebu nifafanulie amani ipi? Amani wakati ikifika saa 12 kila mtu ndani kwake. Amani ambayo hakuna, ukitembea una uhakika hata unapokwenda kama utafika salama. Amani wakati ukiingia hata kwako kulala una uhakika, unajiuliza hivi sijui nani ataniingilia usiku. Hayo ndo maisha ya Tanzania. Alafu mnalalamika amani, serious ya amani. Amani ipi kwa Bi Msumi? Bi Msumi anawapa amani ipi? Sasa hivi nchi inageuka kama ya kisultani. Rafiki ya bwana yuko hivi, nini yuko hivi, mtoto waziri, sijui mkwe nani, sijui huyu nani, huyu hivi. Hayo ndo maisha mlioyachagua wa Tanzania? Ebu simameni kwa ajili ya taifa. Haijalishi chama. Mimi sina chama, mimi sina Chadema, sina CCM. Hapa hakuna cha Uchadema, hakuna cha CCM, hakuna kafu, hakuna nini. Simameni kama Watanzania, simamieni taifa, simameni wote kuungana kama mzalendo na kutoka kutetea taifa pale ambapo linapoangamia. Acheni mambo ya siasa, acheni mambo ya CCM na Chadema, acheni mambo ya ukafu sijui na ACT.
ila wote simameni tu kama Watanzania wenye maumivu na taifa. Simameni. Hebu acheni ya mambo mengine ambayo mnataka kuleta porondo. Unakuta kama mtu kanakuja kucomment shiti ka kijana ka CCM. Nyoko. Jana kamelala bila kula. Kengine kanakuja nyoko. Akana hata uhakika wa maisha yake ya kesho. Kengine kanakuja minyoko tena minyoko. Hajui hata maji ya kunywa anatoa wapi. Watanzania, amkeni, kawaroga nani? Enough is enough. Bimsumi lazima aondolewe kwa njia yoyote, iwe ya amani iwe ya shari. Lazima Bimsumi aondoke ili amani na furaha iliyozoeleka katika taifa la Tanzania iweze kurudi, na sio kuuza nidhamu ya uoga kwa ajili ya mtu tu. Acheni hizo. Je, mmefurahia kuondolewa kwa Polepole? Kabla ya Polepole mnajua ni watu wangapi ambao sio maarufu, ambao hawajulikani, ambao si chochote, ambao walipotezwa katika hii dunia? Unajua vijana wangapi ambao wamepotezwa, ambao hawajulikani na sio maarufu? Mnajua ni watu wangapi wamezikwa wakiwa wazima kwa oda ya nani? Ya Bimsumi. Hayo muoni? Alafu na nyinyi sijui JWTZ, jeshi la wananchi, sijui la wananchi. Kuliko muwe jeshi la wananchi, jeshi la kulinda taifa, mnakuwa jeshi la ukoo wa Bimsumi na kumlinda Bimsumi. Seriously? Na jeshi la polisi, ilani ya jeshi la polisi ni kulinda raia na mali zake, lakini polisi wale wa Tanzania wanakuwa kumlinda Bimsumi na ukoo wake na ufisadi wake. Alafu wanawatuma wanaua watu, maelfu ya watu, wakimaliza wanapewa posho ya 300,000. 300,000 na wafanya mwe mnaua watu ovyo. Guys, ebu amkeni. Acheni mambo ya propaganda ya siasa ya chama nini. Simameni kama taifa, simameni kwenye kulikomboa taifa, simameni kwenye kulitetea taifa. Tafadhali. Taifa ilipofikia sasa hivi inahitaji ukombozi wa hali ya juu na mshikamano, na wote tunatakiwa kushikamana, kusimama wote kumuondoa Bimsumi. Kama mnavyojua, huyo kinyago Samia hakutakiwa kabisa kwenda msibani. Hakutakiwa, kwa msiba aliomuua mtu. Lazima tuliongelee hilo. Mimi kama kiongozi lazima kuna mambo nahitaji kuyaongelea hata upande wa pili pia at the same time. Bwana we, kama unajua alikuwa kwenye madiripo hayo, lakini amekaa kaambia, akasemaje, jamani mtandaoni wamenimaliza huko. Mpaka nimeshawekewa kama nimekufa, kuna ambao amenizushia vifo. Kuna ambao huko wanaongea kina Lichodanga na usiseme ameni kali yako one. Maria ndo usiseme jamani. Mange huko, yani kila mtu anapiga na kojo, mbona kupiga kichwa ni mipigo, sitaki kumaliza wanani wote. Cha kufanya hapa nitajikongoja kama nilivyosema mwanzo, lakini alitakiwa kwenda makamu wa rais. Yani mpaka mwisho ilikuwa atakuwa kwenda makamu wa rais, lakini kabida abadilike ghafla tu. Hapana, nasema mpaka nakosa amani, sina amani. Hii itaweza kunitoa roho kabisa, naweza kufuata kabla haya. Ni bora kama sema nife nimeonekana, waseme yapo alionekana. Huyo nani msenge wake Kikwete alikuwa hajajiandaa, ndio umeona sura imechacha kwa damu za watanazoua. Yeye mwenyewe huyo muuaji Samia, damu zimemchacha kama mnavyomuona ndugu zanguni. Wapenzi wangu, ndo akaji hata kuongea mmeona maongea vizuri, pumzi inakata inapanda inashuka, maiti mtarajiwa. Yani unataka kuja yani kutuprovia kwamba okay upo,
na wakati huku umeacha drip inaning'inia pale. Huna akili wewe, zero brain kabisa, na utakufa tu. Wewe nani? Unaua wenzio, usife kisa gani? Usife. Unaona nimetangaza kifo chako? Nilijua unapumulia gesi na kuzumu. Fikiria mambo ya maandamano. Kwa hiyo naombeni mikoa yote ya Tanzania, mikoa yote ya Tanganyika, asije kenge yoyote, asije fala yoyote, asije malaya yoyote. Wengine mpaka mabwana zao wamekufa, wakina Ruge. Asije malaya yoyote kwa mkoa wa design yoyote kuja kwamba eti anafanya nyimbo, eti anafanya sijui kuna nyimbo, sijui nakuja kufanya sijui nini, nakuja kuwaimbia. Isinunuliwe tiketi hata moja. Nimeona kuna malaya anataka kwenda sijui Arusha, kuna machangudo anataka kwenda sijui Mwanza, sijui kuna. Tafadhalini jamani, wamecheza viuno sana kipindi ambacho tuna majonzi makubwa, na bado tuna majonzi yote mpaka Mwenyezi Mungu anarudi. Vigoma sana vimepigwa, mmeona kwamba tuna hela, akaweka vigoma, akapika mapilau, yani watu wanalia. Au ambao wanakusupport wewe unacheza vigoma hivi, mna akili kweli timamu nyewe? Wasanii mbwa nyewe, zinawatosha kweli kichwani? Likaja lingine ndani bwana lake lipumbavu lenye mdomo kama nyama za nyongeza, katika kiuno chenye kigumu kama gugu kiuno chenye akiendi, vina sula mbovu vibovu. Hatuendi kwenye ubovu, tunaenda kwenye point. Hakuna msanii yoyote kwa Tanganyika atakayefanya nyimbo. Kuna msenge mwingine kaja, kwani yeye mnajeuri gani kutosikiza nyimbo zangu? Mimi sitoombe msamaha kama nani. Sasa ngojeni niwaambieni, mtakula jeuri yenu. Kenya, msanii yoyote asije Kenya. Kenya ni family. Asije mbwa yoyote hapo Kenya kufanya muziki wa design yoyote. Waende labda Uganda huko kwa ule msenge baridi Mseveni. Mseveni msajua hadini. Mseveni anapigwa za uso. Anapigwa sana za uso na mwenzie pale. Lakini ni wizi wa kula, ni unyang'anya, ni nini? Anyway, ndugu zanguni, tarehe 25, I think you know, tarehe 25 kipindi cha maandamano, tushikamane as taifa. Taifa tusiposhikamana sisi, ndugu zanguni, hawa watu sijui nisemeje. Wewe na mimi tarehe 25 tunakiwasha. Of course Zara, jamani, nimevaa Zara. Bei ndogo sana Zara. Mimi kampuni zao usione mtu amevaa Zara kwaona kwamba no, it's just like that. Sio ndogo, lakini mimi naichukulia tu kama vile H&M. Anyway, mmenielewa? Kutoka kwenye leli sometimes lazima uingizie. Nawapenda sana guys, so very much. Sana. Hakuna msanii mziki YouTube msiende kusubscribe. Mimi nafanya mziki YouTube, subscribe katika Rachel Dango, atanikuta kule. Nina nyimbo zangu nyingi, lakini na nyingi sana, zaidi ya nyimbo kama 60-70 sijaweka kwenye YouTube. 60-70 ninazo. Ukiangalia mwisho nyimbo niliyoweka ilikuwa ni mwaka gani? Nina nyimbo rufufu sijaweka kwenye YouTube. Nyimbo nazo kama zote. Kwa hiyo msiende kusubscribe kwa huyu au kenge, kwa kenge yoyote. Mtu anakuja kwa jeuri kabisa. Mna jeuri gani kutoa enda YouTube? Wakatumie maroboti kenge.